Kushukuru kwa sababu fadhili zako ni za milele. Waweza tumia maiki kwa kumshukuru Mungu. Mwambie Mungu asante kwa sababu ya kibali chako. Wewe Mungu mwenye mamlaka yote, umeweza kutulinda leo, ikiwa ni tarehe 6 ya mwezi wa 7, ikiwa ni siku ya 6 ya maombi. Baba, tunakushukuru kwa sababu fadhili zako ni za milele. Baba, tunakushukuru kwa sababu tuko katika maombi haya ya mnyororo ya kuchange our mind. Baba, tunakushukuru kwa sababu ya neema yako iliyokuu. Baba, tunakushukuru kwa sababu ya nguvu yako. Baba, tunakushukuru kwa sababu ya mwingiliano wako mkubwa. Baba, tunakushukuru kwa sababu ya kibali chako. Baba, umekuwa nasi. Wewe ni Mungu. Wewe ni Bwana majeshi. Tunakuhimidi mfalme wa ufalme. Tunalibariki jina lako kwa sababu ya siku nyingine. Tunalitukuza jina lako kwa sababu ya fadhili zako za milele. Baba, tunasema asante. Umekuwa nasi ukitufunika toka siku ya jana Jumapili. Umekuwa nasi Bwana majeshi. Tunakushukuru kwa sababu umekuwa nasi tarehe 5 ya mwezi wa 7. Baba, tunakushukuru hadi leo tena tarehe 6 ya mwezi wa 7. Fadhili na heshima Bwana majeshi. Wewe ni Mungu unastahili sifa na utukufu. Tunalibariki jina lako kwa sababu ya nguvu yako. Tunalibariki jina lako kwa sababu ya mwingiliano wako. Tunakushukuru mfalme. Wewe Mungu umekuwa nasi. Wewe Bwana majeshi umetulinda, umetuweka kuwa salama. Baba, tunakushukuru kwa sababu hakika wewe ni Mungu mwenye nguvu. Hakika wewe ni Bwana majeshi. Hakika wewe ni mfalme wa ufalme. Hakika wewe ni Mungu unayefanya ishara kubwa. Hakika wewe ni Mungu unayetenda mambo makubwa. Hakika wewe ni Bwana majeshi. Umeifanya njia mahali ya kupitia. Baba, tunakushukuru kwa sababu umekuwa nasi. Umetufungua vifungo. Umetuondosha vifungo vya miguu. Umetuondosha vifungo vya tumbo. Umetuondosha vifungo vya akili. Umetuondosha vifungo vya aibu. Baba, tunakushukuru kwa sababu wewe ni Mungu. Wewe ndiye Mungu mwenye enzi yote. Wewe ndiye Mungu mwenye uweza wote. Wewe ndiye Mungu mwenye uweza wote. Tunakushukuru Baba, tunakubariki Yesu na kukushangilia. Tunasema asante kwa sababu wewe ni mwaminifu. Tunakurudishia heshima. Tunakurudishia utukufu. Asante kwa kurejesha heshima. Asante kwa kurejesha kibali. Asante kurejesha, maana wewe ni Mungu mwenye enzi. Katika jina la Yesu Kristo. Baba, tunalisifu jina lako. Baba, tunalitukuza jina lako. Tunasema ni asante mfalme. Tunasema ni asante mwenye enzi. Tunasema ni asante maana unastahili. Tunasema ni asante maana unatosha. Hakuna aliye kama wewe. Hakuna aliye mwenye uweza kama wako. Baba, tunakutukuza. Yesu, tunakuhimidi. Peke yako wewe ni Mungu wa ajabu. Peke yako wewe ni Mungu wa uweza wote. Tunakubariki Jehova. Tunakutukuza Yesu. Tunasema asante kwa sababu unastahili. Asante kwa sababu ya kwa ajili ya taifa langu la Tanzania, kwa ajili ya rais wangu Bwana majeshi ambaye ni rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan. Baba, tunakushukuru kwa ajili ya kuwa na afya njema. Tunakushukuru kwa ajili ya makamu wa rais Emmanuel Nchimbi kwa ajili ya kuachilia uzima na afya katika familia yake, katika taifa kwa ujumla. Kwa ajili ya waziri wetu mkuu Mwigulu Nchemba, tunakushukuru Bwana majeshi kwa kuendelea kufunika na kuwafunika wabunge wote, kwa kufunika wenye viti wote wa mikoa kwa jina la Yesu Kristo. Baba, utukuzwe. Baba, tunakushukuru kwa ajili ya madiwani wetu, kwa ajili ya wabunge, kwa ajili ya mawaziri, kwa ajili Bwana wa Bwana ya majaji wetu wa Tanzania, kwa ajili ya jeshi la polisi na majeshi yote ya ulinzi na usalama wa Tanzania, usalama wa anga na usalama. Bwana majeshi, tunakushukuru kwa ajili ya wakuu wetu wa mikoa. Baba,
kwa ajili ya wakuu wetu wa wilaya, kwa ajili ya manaibu makatibu na makatibu wakuu. Baba tunakushukuru kwa ajili ya Watanzania, kwa ajili ya raia wote wa Tanzania. Baba nakushukuru kwa ajili ya sekta mbalimbali za binafsi, taasisi mbalimbali, taasisi za kidini, taasisi za serikali, taasisi za watu binafsi. Baba nakushukuru kwa sababu wewe ni Mungu mwenye nguvu. Mimi nakushukuru kwa ajili ya kubadilisha mtazamo kwa ajili ya amani. Baba nakushukuru wewe Mungu wa amani, wewe Mungu unayeachilia amani Tanzania. Baba nakushukuru kwa ajili ya shule zilizofunguliwa. Baba nakushukuru kwa sababu fadhili zako za milele. Wewe ni Mungu mwenye nguvu, wewe ni Mungu unayetenda mambo makubwa, wewe ni Mungu unayefanya ishara kubwa. Baba nakushukuru kwa sababu ya nguvu yako. Baba nakushukuru kwa sababu ya baraka zako. Baba nakushukuru kwa sababu ya ishara na maajabu. Baba tunasema ni asante kwa sababu ya kibali hiki. Tunajiweka wakfu tarehe 6 ya leo ya mwezi wa 7. Tunajiweka wakfu, ufahamu wetu ukawe wakfu. Maombi haya siku ya 6 leo. Baba tunakushukuru kwa sababu ya nguvu yako, fadhili zako ni za milele. Baba tunasema ni asante kwa sababu ya mito yako ya neema, katika jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Shalom, shalom. Shalom. Tunapenda kumshukuru Mungu. Yeye Mungu ameweza kuwa nasi Jumatatu ya leo. Amekuwa na familia zetu, amekuwa na watoto wetu, amekuwa na ndoa zetu. Tunapenda kumshukuru Mungu kwa sababu fadhili zake ni za milele. Mungu akubariki wewe unaendelea na maombi haya, na Mungu akutie nguvu, na Mungu akuwezeshe siku zako zote za maisha. Mungu aendelee kufanya mambo makubwa. Mungu aende nawe kila siku zote za maisha yako. Aende nawe kwenye biashara, aende nawe kwenye ndoa. Mungu akujalie neema na nguvu. Mungu akusababishe kibali. Tunaingia katika agano letu. Usilisahau somo letu. Somo letu inasemaje? Mnatakiwa kusema kwa sauti, mnatumia au maiki, kwa sababu kuna watu wanaendelea kutufuatilia na wao waweze kujua hata nyie mmeshika. Linasemaje? Ukiishi na mamlaka iliyotoka mbinguni kwa Mungu, lazima ufanikiwe. Tunataka tujifunze kutokea kutoka kwa mtumishi wa Mungu Joshua. Joshua anaubadilisha mtazamo. Leo nasi tunasimama kama Joshua kubadilisha nini? Mtazamo. Joshua anabadilisha. Nawe unatakiwa usimame. Wewe ni Joshua wa leo. Mimi ni Joshua wa leo, kubadilisha mtazamo. Joshua akiwa vitani akabadilisha mtazamo. Nawe siku ya leo ubadilishe nini? Ukiishi na mamlaka iliyotoka wapi? Juu mbinguni kwa Mungu. Lazima ufanyeje? Lazima ufanikiwe. Shalom, shalom. Unapoishi na mamlaka ya kimungu lazima ufanikiwe. Leo tunajivika mamlaka aliyoichukua Joshua. Joshua anafanikiwa kwa sababu mtazamo wake ulibadilika.
Haijalishi hukusoma sayansi, hukusoma jiografia, lakini ukiwa na Mungu unakuwa zaidi ya sayansi, unakuwa zaidi ya jiografia. Mtazamo lazima change wa nini? Lazima tubadilishe, na lazima mnapoitikia, lazima muitikie kwa msimu. Mnaitikia kama mmefiwa. Nani aliyefiwa hapa? Tuanze kulia kwanza, tuahirishe maombi, tuandie kulila. Nani aliyefiwa? Hayupo. Sasa itikieni kwa watu wale walio kwa majasiri. Sema kwa jina la Yesu. Sitakuwa hofu. Sitakuwa mnyonge kwenye haki zangu. Sitakuwa mnyonge siku zangu zote za maisha. Kama madhabahu ya washindi ilivyo imara, nami nitaimarika. Nitakuwa jasiri. Sitakuwa mnyonge maisha yangu yote. Sitakuwa mnyonge. Nitakuwa jasiri kama ilivyo madhabahu ya washindi. Ni kushinda katika upinzani. Nitakuwa jasiri katika jina la Yesu. Amen. Siku ya ngapi ya leo? Tunaenda. Tulianza na siku moja, tukaenda. Adui akatupa siku ya pili, mtakuwa mmeahirisha. Akazania lile shuka bado ametuvisha. Sema kwa jina la Yesu. Ninavua shuka la mateso. Toa sauti. Ninavua shuka la kukatizwa. Shuka la kukatizwa. Kukatizwa kwenye ndoa. Kukatizwa kwenye maisha. Ninalivua hilo shuka. Shuka la magonjwa. Magonjwa ya ukoo. Magonjwa ya ukoo. Ninalivua hilo shuka. Magonjwa ya umaskini. Shuka la umaskini. Umaskini wa ukoo ninauvulisha. Kudharaulika, kuzeeka nikiwa maskini. Ninalivua hilo shuka. Chomoka kwenye maisha yangu. Siku ya 6 ya leo ninachomoa umaskini wa ukoo kwa babu yangu, kizaa mama, babu yangu kizaa baba. Ninavua hilo shuka la umaskini, la kudharauliwa. Ninavua hilo shuka la bibi yangu kizaa mama. Ninalivua hilo shuka la bibi yangu kizaa baba. Ninajitoa kwenye umaskini huo kwa jina la Yesu. Mimi ni taifa jipya la kushinda, la kutajirika, la kuimarika, la kusimama kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu Kristo. Amen.